Mahakama Kuu jijini Nairobi imedinda kupokeza urithi wa marehemu Jaji David Majanja kwa kakake mdogo, ikisema hela hizo zitagawanywa kulingana na sheria za urithi. Martin Aluvisia Majanja alienda mahakamani kudai urithi huo wa shilingi milioni 22. Brenda Wanga na taarifa hiyo. Hatimaye mzozo wa kisheria kuhusu sehemu ya urithi wa marehemu Jaji David Majanja unakaribia kutatuliwa, kwani Jaji Stephen Riechi ametoa mwelekeo. Kakake mdogo wa marehemu Jaji Martin Aluvisia Majanja alienda mahakamani akitaka kupewa pesa hizo zote kama urithi wake. Urithi huo ni shilingi milioni 22, mapato ya bima ya maisha yanayoshikiliwa na idara ya mahakama. Martin alisema kuwa kulingana na kifungu cha 4 cha wosia wa kakake wa mwaka 2014, alipewa wosia kuwa pesa zote katika akaunti yake ya benki, hisa na chaguo zikitekelezwa kabisa. Mawakili wa Martin wakisema kwamba pesa hizo zilikuwa mali ambayo haipaswi kugawanywa. Martin aliendelea kudai kuwa ruzuku ya mirathi ilikuwa tayari imethibitishwa na kwamba kuendelea kuzuiwa kwa fedha hizo ni kinyume na matakwa ya marehemu. Lakini ombi hilo lilipingwa na Annette Lutivini Majanja, dada wa marehemu Jaji, ambaye alidai kuwa mapato ya bima yanaongozwa na sheria ya bima. Pia aliiambia mahakama kwamba kwa sababu marehemu hakumtaja mnufaika mahususi, pesa hizo zinafaa kuchukuliwa kuwa ni mali ya familia nzima. Mahakama hata hivyo ilitaka kujua kutoka kwa msajili mkuu wa mahakama ikiwa marehemu Jaji aliteua mnufaika wa bima ya maisha kwa ajili ya marupurupu yake ya kustaafu. Msajili huyo katika barua ya Januari 26 mwaka huu alithibitisha kuwa marehemu Jaji hakujaza fomu za uteuzi wa mnufaika wa bima yake ya maisha au marupurupu yake ya kustaafu. Katika hukumu iliyotolewa jana, mahakama iliamua kuwa malipo ya bima ya shilingi milioni 22 ni sehemu ya mali ya marehemu. Hii ina maana kwamba itagawanywa kwa mujibu wa sheria ya urithi badala ya chini ya kifungu maalum cha wosia kilichotajwa na Martin. Wasimamizi wanaoshughulikia sehemu ya miradi hiyo na dhamana sasa wameagizwa kuwasilisha hati ya wito kwa ajili ya udhibitisho ndani ya siku 14 ili kuwezesha ugawaji wa fedha hizo pamoja na mali nyingine ambazo hazijajumuishwa kwenye wosia. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.